Katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa Ali Hapi amesema swala la katiba mpya tayari limepewa nafasi ndani ya ilani ya uchaguzi ya chama hicho cha siasa. Hivyo hatua inayofuata ni kuhakikisha ahadi hizo inatekelezwa kikamilifu kwa maslahi ya taifa. Ali Hapi ametoa ufafanuzi huo wakati akizungumza na chombo cha habari cha Wasafi Media, ambapo ameweka wazi msimamo wa Chama cha Mapinduzi kuhusu mchakato wa mabadiliko ya sheria mama ya nchi. Kiongozi huyo wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa ameeleza kuwa hakuna sababu yoyote kwa mwananchi kuwa na hofu au mashaka kuhusu utekelezaji wa jambo hilo. Katibu mkuu huyo Ali Hapi amesisitiza kuwa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ndio msingi mkuu unaoongoza utekelezaji wa ahadi zote ambazo chama hicho kiliwaahidi Watanzania wakati wa kipindi cha kampeni na uchaguzi. Akifafanua zaidi katika mahojiano hayo na Wasafi Media, katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa Ali Hapi amesema pindi swala linapokuwa limeingizwa kwenye ilani, wajibu mkubwa wa chama na serikali unakuwa ni kutekeleza kilichoahidiwa badala ya kuendelea kulijadili kama jambo au ahadi ambayo haijapewa nafasi. Kwa mtazamo wa kiongozi huyo, Chama cha Mapinduzi kinapaswa kuelekeza nguvu zake zote katika kutekeleza ilani ambayo Watanzania waliiwekea ridhaa yao, huku swala la katiba mpya likiwa ni miongoni mwa mambo yote yaliyomo kwenye waraka huo muhimu wa kisiasa. Ufafanuzi huo wa katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi Chama cha Mapinduzi Taifa unakuja wakati ambapo mjadala mzito kuhusu upatikanaji wa katiba mpya ukiendelea kuweka mwangaza katika uwanja wa kisiasa nchini Tanzania. Hivi karibuni, makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi alitoa wito mzito kwa Watanzania kuendelea kuipambania katiba mpya. Katika kauli yake, Daktari Emmanuel alisisitiza kwa uwazi kuwa swala hilo la mabadiliko ya katiba linapaswa kuwa mchakato unaohusisha wananchi wenyewe kwa upana wake. Kauli hiyo ya makamu wa rais imeendelea kuchochea mjadala mpana ndani ya uwanja wa kisiasa nchini. Baadhi ya wadau na wachambuzi wa mambo ya siasa wamekuwa wakitafsiri kauli hiyo ya Daktari Emmanuel Nchimbi kama ishara ya umuhimu mkubwa unaotolewa na serikali kuhusu swala la upatikanaji wa katiba mpya. Mjadala huu umeonyesha namna gani viongozi mbalimbali wanavyochangia mtazamo wao katika kuweka mwelekeo wa jambo hilo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa Ali Hapi ameweka mkazo zaidi kwenye utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Ali Hapi amesisitiza kwa mara nyingine kuwa wananchi wa Tanzania tayari walitoa ridhaa yao kupitia kura na kwamba sasa ni wakati mwafaka kwa serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi CCM kutimiza kikamilifu yote yaliyowekwa kama ahadi. Kiongozi huyo ameeleza kuwa ana sababu yoyote ya kuwa na mashaka na mchakato huo, akiamini kwa dhati kuwa utekelezaji wake unaweza kwenda vizuri kupitia ushirikiano na msaada wa Mwenyezi Mungu. Msisitizo huo wa Ali Hapi unaongeza sura mpya katika mjadala unaoendelea wa katiba mpya nchini Tanzania. Hatua hii inaacha macho na masikio ya wananchi yakiwa yameelekezwa kwenye hatua mbalimbali zitakazochukuliwa na serikali katika kutekeleza ahadi hiyo iliyowekwa ndani ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa amebainisha kwa uwazi kuwa ilani ndio mwongozo mkuu wa utendaji kazi ndani ya chama na serikali. Katika maelezo yake kwa Wasafi Media, Hapi
amefafanua kuwa uwepo wa swala la katiba mpya ndani ya ilani ya uchaguzi unatoa udhibitisho wa kutosha kuwa chama kimetambua kiu ya wananchi na kipo tayari kutimiza wajibu wake bila kuacha nafasi ya mzaha au hofu miongoni mwa jamii. Mjadala huu ulioshtushwa na kauli ya makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi unaonyesha jinsi gani viongozi wa kitaifa wanavyotazama mchakato wa katiba mpya kutoka pembe tofauti lakini zinazolenga maslahi ya umma. Daktari Emmanuel Nchimbi akizungumza hivi karibuni alihimiza wananchi kutochoka kuipambania katiba mpya, kauli ambayo wadau wengi wa kisiasa wameipokea kama wito wa kuimarisha misingi ya demokrasia na ushirikishwaji wa wananchi katika kuamua hatima ya sheria mama ya nchi yao. Katika kuleta urahisi wa uelewa kwa umma, katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa Ali Api amefafanua kuwa mazungumzo au mijadala isiyo na kikomo inaweza kuchelewesha utekelezaji wa mambo yaliyokwisha kukubaliana. Kiongozi huyo Ali Api anaamini kuwa muda uliopo unapaswa kutumika kikamilifu kufanya kazi iliyoahidiwa badala ya kurudia mazungumzo kuhusu jambo ambalo taifa tayari lilikuwa limepata nafasi ya kisheria na kisiasa ndani ya nyaraka kuu za Chama cha Mapinduzi. Kauli hizi mbili zilizotolewa na viongozi hao wakuu, makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na katibu mkuu ya jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa Ali Hapi, zinaonyesha namna masuala ya katiba yanavyochukua nafasi ya kipekee katika ulingo wa kisiasa wa Tanzania. Kila mmoja wao amewasilisha mtazamo wake kulingana na nafasi na wajibu alionayo katika kuwatumikia Watanzania. Ufafanuzi wa Ali Api unasisitiza kuwa ridhaa ya wananchi walioitoa wakati wa uchaguzi ndio msingi wa uhalali wa utekelezaji wa ilani hiyo. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, kuheshimu ridhaa hiyo kunahusisha kutimiza kila ahadi iliyoandikwa, ikiwa ni pamoja na mchakato unaohusu katiba mpya bila kupotoka au kusita. Kwa upande wa uelewa wa umma, matamshi ya makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi yameendelea kutafsiriwa kama mwaliko wa wazi wa kila Mtanzania kushiriki kwa kikamilifu katika kujenga mustakabali wa nchi yao kupitia katiba mpya. Daktari Emmanuel ameweka wazi kuwa katiba mpya ni jambo la wananchi na linapaswa kuendeshwa kwa misingi ya kuwashirikisha watu wote bila kuacha kundi lolote nyuma. Katibu mkuu Ali Hapi ameeleza kuwa ushirikiano na msaada wa Mwenyezi Mungu utawezesha utekelezaji wa ilani hiyo kwenda kwa ufanisi zaidi. Katika kauli yake kwa Wasafi Media, Ali Api amebainisha kuwa hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi wowote, kwani Chama cha Mapinduzi kina nia thabiti ya kuhakikisha na kukamilisha yote yaliyomo kwenye waraka wake wa uchaguzi.